ابن نيامور ميديا أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Shukuru Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ambaye tujalia kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, akatuwezesha kuufunga mchana wake na akatuwezesha kusimama usiku wake. Sala na amani kutoka kwake zimwendee nabii wa umma Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, yeye ambaye aliuhimiza umma wa Kiislamu inapofikia kwenye tarehe kama hizi za mwishoni wa mwezi wa Ramadhani, akauhimiza umma kutoa zakatul fitr, ambayo ni sadaka iliyokuwa wajibu kwa kila Muislamu, wa kike wa kiume, mdogo mkubwa, ambaye tayari ana kile ambacho ni cha ziada kunako chakula ambacho yeye atatumia siku ile ya laidi au siku ile ya kufungua saum. Zakatul fitri unapokuwa umeitoa inakuwa pia ni tuhratul saim, inakuja kukusafisha na kukutakasa wewe uliokuwa umefunga kutokana na mambo ya kipuuzipuuzi na michezo ambayo yalitokea katika ndani ya mwezi wa Ramadhani, yakawa yametia dosari na doa na kupunguza ujira kunako swaumu yako. Na zakatul fitri inatolewa ni kiwango cha swaa ambacho alichokuwa anatumia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, cha chakula ambacho kinatumiwa katika nchi hiyo ambayo mnakuwa mmeishi. Alhamdulillah, Allah awalipe mashehe zetu kwa juhudi kubwa wanayoifanya kuanzia miaka hiyo, wengine hatujazaliwa mpaka leo, walitusaidia wakatueleza ya kwamba swaa ni kati ya kilo 2.5 mpaka kilo 3 ya chakula kinacholiwa katika nchi hiyo, miongoni mwa mchele, miongoni mwa maharage, miongoni mwa kunde, na hicho kiwango cha kilo 2.5 kilo 3 kinahesabiwa kwa kila mmoja. Alhamdulillah, ndani ya nchi yetu baraza la mashekhe lilitoa kalenda ile, ni kiasi ya kila Muislamu kuweza kurejelea, lakini nikikumbusheni ni kwamba kwa yule ambaye hakupata bahati ya kufuatilia, ni kwa kila kichwa cha Muislamu, wa kike wa kiume, mdogo mkubwa, hata mimba, unahesabia ukitoa ikiwa ni mchele au maharagi ni kilo 3, ni kilo 3. Na bora zaidi kama uwezo unakubali, Allah anatuhimiza tutoe vizuri, toa mchele ule ambao ni super, ni namba 1. Na kama utatoa kwenye chakula kile ambacho ni cha unga, nikimaanisha maziwa ya unga, nikimaanisha unga pengine wa ngano, inakuwa ni kilo 1.5. Hukumu yake ni nini? Fardhun ainin ala kulli muslim, ni faradh wajib kwa kila Muislamu ambaye ana chakula kinachozidi kwa kile ambacho kinatoshelezea watu wake wa nyumbani. Kwa wale ambao wamejaliwa, ambao suala la kula kwao sio tena tatizo, ni wajibu kuitoa zakat al-fitri, na muda wake wa kuitoa uko na muda mwili. Muda wa kwanza, wakati mustahab, muda ambao unapendeza na ni sunna, ni kuitoa kabla ya sala ya laidi, siku ile ile ya laidi, siku ile ile ya laidi asubuhi unaitoa. Na muda ambao inajuz ni kuitoa kabla laidi kwa siku 1 au siku 2, na haipendezi na haijuzu na si vizuri kuitoa baada ya sala ya laidi, isipokuwa kwa udhur ambao umekutokea uko nje ya uwezo wako. Inabaki swali ni moja: je, inajuzu kutoa zakatul fitri nakdan, pesa, au ni lazima kutoa zakatul fitri chakula? Sunna sahiha iliyopokelewa kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, zakatul fitri ni sunna, ni bora kuitoa chakula, na hiyo ndiyo rai ya jumhur al-ulama
miongoni mwa madhehebu ya Malik na Shafi na Ahmad ibn Hanbal, wote walihimiza kwamba kitolewe chakula, tofauti na Imamu Abu Hanifa Nu'man, yeye alirahisisha akasema pia hata watu wakitoa pesa ambayo ndio thamani ya zile kilo 3 kwenye kichwa cha mtu si makosa, lakini kufata sunna ni bora zaidi, kwa sababu zama za mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pesa zilikuwepo na chakula kilikuwa, lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa chakula na akawahimiza maswahaba waweze kutoa chakula. Ninakuhimizeni ndugu zangu Waislamu, tusipumbaziki tukachukuliwa na muda katika kushughulishwa na kuwaandalia watoto zetu nguo za laidi na kujiandalia sisi wenyewe nguo za laidi, tukasahau kutoa zakatul fitri. Tujitahidi sana tuweze kuiondoa, kuwalipia na wale wote ambao wanaotutegemea, wale wote ambao wako chini ya milki yetu, nikimaanisha mume anamtolea mke, anaotolea wanaye, na wale wote ambao anawalea yeye anawatolea. Allah subhanahu wa ta'ala atupokelee sadaka zetu. Mal hikmatu fi dhalik, kuna hikma gani ya Uislamu kupitia mafunzo sahihi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kutuhimiza tuweze kutoa zakatul fitr? Alisema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, alimsikia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema kwamba zakatul fitri tuhratu lis-saim min al-laghwi war-rafath, ni kisafisho, ni kitakaso kwa yule aliyokuwa amefunga kutokana na ile michezo ya upuuzi ambayo aliyofanya. Macho yetu yanaona mengi, yaliona vingi, midomo yetu ilizungumza mengi, masikio yetu yalisikia mengi, na si vyote tulivyozungumza au tulivyosikia au tulivyoona pindi tumefunga vinamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapotoa zakatul fitri inakwenda kuwa kama kiraka ya kuziba yale matundu na yale mapungufu kunako saum, na inakwenda pia kuitakasa nafsi. Na vile vile miongoni mwa hikma wa muwasatu lilfuqara, na ni katika kuwasaidia, kuwateza nguvu, kuwapa mafakiri na maskini na wale wasiojiweza siku ile, ingawa na wao wasihuzunike, waweze kufurahi pamoja na familia zao, wasiombiombi, wasiwi na kile ambacho wamekikosa, pia na wao kufurahi. Innamal mu'minuna ikhwa, Allah amehukumu hivyo ndani ya Qur'ani, Waislamu wote ni ndugu. Kumbe madama ni ndugu, ni vizuri sote siku ya Eid tuwe wenye kufurahi, tuwe wenye kuridhika. Ninautoa usia huu bila kuisahau nafsi yangu kwa kila Muislamu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa wasaa. Wakumbuke mafakiri, wakumbuke maskini, wakumbukeni wajane, wakumbukeni mayatima, wapeni zakatul fitri. Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie sote ibada zetu. Allah atuhurumie kwa huruma wake. Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe kwenye Uislamu huyu mpaka tutakapoondoka dunia. Allah subhanahu wa ta'ala tunakuomba tujalie sote Waislamu pepo ya Firdausi ndio mafikio yetu ya siku ya mwisho. Allahumma amin. Ibn Nyamweru Media, ahabbu nnasi ilallah anfauhum linnas.